Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Naam, kwingineko mtazamaji ni kwamba mtoto wa miaka 2.5 anaendelea kupigania maisha yake katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Homa Bay. Maafisa wa usalama wanasema kuwa mtoto huyo alishambuliwa na babake baada ya mzozo wa kinyumbani na mamake mtoto huyo. Huku mtoto huyo akiendelea kupata matibabu, wito wa upatikanaji haki ulitolewa, wanaharakati wa haki za watoto wakilaani vikali kitendo hicho. Hayo yanajiri huku msichana wa miaka 10 akisalia hospitalini kwa kushambuliwa na wanafunzi wenzake. Ana umri wa miaka 2.5, umri mdogo sana kuelewa ni kwa nini aliyekusudiwa kumlinda aligeuka kuwa chanzo cha maumivu yake. Mtoto huyo ambaye anaendelea kupata nafuu katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Homa Bay amebeba makovu ya kushambuliwa na babake mzazi. Baba yake ndio anafanyia utapata kama hii kuna mtoto na pata mtoto alipigwa mbaya. Sasa mimi nakimbia paka kwa polisi. Maafisa wa usalama wamesema tukio hilo la kikatili lilitokana na mzozo wa kinyumbani kati ya baba na mamake ambaye ni mwanafunzi wa shule ya upili. Baada ya kusikia kilio cha mvulana huyo, majirani waliingilia kati, lakini juhudi zao zikaambulia patupu. Polisi ona mtoto akiambia peleka mtoto Malindi hospitali. Sasa nataka kuanza siku hiyo nafuata paka saa hii paka Kajo Children wa chief. Kwa sasa mtoto huyo yupo chini ya uangalizi wa madaktari. We examine that child. The state is not, as at now, is not that badly off. Is manageable state, but the boy has several septic wounds on the back. It's not clear whether it was because of the stroke or whatever he was doing, but it was a serious assault case to the child. Currently, the child is in the hands of the surgeons there. Is being attended to and currently on medication. We hope the child will recover well. Wanaharakati wa haki za watoto na viongozi kutoka eneo hilo wamelaani vikali kitendo hicho, wakitaka haki kutekelezwa, huku wakitoa wito kwa jamii kupaza sauti kuhusu visa vya unyanyasaji wa watoto. Hayo yakijiri, mwathiriwa mwingine amelazwa hospitalini. Msichana wa miaka 10 amepooza baada ya kushambuliwa na wanafunzi wenzake. Kosa lake kutoa ripoti kwa walimu kuhusu wanafunzi waliopiga kelele darasani. So when we received this child, she was actually paralyzed, both sides, both lower limbs she couldn't walk, that is, and she's currently still bedridden, but right now she's showing some improvements in the ward. Ben Chumba, Darubini.